Kuna midoli ambayo imesimamishwa kwenye maduka. Midoli ile ni ya jinsia mbili, mdoli wa kike na mdoli wa kiume. Lakini nimefanya ufuatiliaji na research yangu, unakuta mdoli wa jinsia ya kike umevalishwa nguo ya ndani. Mdoli wa kiume umevalishwa suruali vizuri na shati na kofia. Sasa basi, hizi nguo za wanawake zina ulazima wa kuvalishwa mdoli nje ya duka? Nguo za ndani za mama anazovaa ndani, mama wa kike, ndio unavalishwa mdoli. Ile nguo ndogo kabisa ya ndani, mdoli ndio unavalishwa, ndio unasimamishwa. Huoni kwamba katibu kwamba ni udhalilishaji wa nguo za wanawake? Hata tukizungumza tutakuwa tunaonekana kama tumepitwa na wakati. Ofisini kwenyewe unamkuta mwalimu mwingine anashindwa hata kuokota chaki, lakini viongozi wa elimu hawataki kuwaonya. Sasa ikiwa vijana wanaiga kutoka hata kwa walimu, sasa sisi wazazi tutazungumza mpaka lini? Hasa tunapita maeneo ya mashule, shule za sekondari na shule za msingi. Tunatoa elimu namna gani walimu waendelee kutoa elimu ya kushika maadili ya Kitanzania. Ukiona maadili yanaendelea kumunyoka, kuna sehemu sisi wazazi tumechelea kidogo. Lakini pia kina mama tusisahau malezi. Sasa hivi tumekuwa mbio sana kutafuta pesa. Tuko zaidi kwenye vikundi, tunaacha watoto. Sasa hivi ukitaka ugomvi ni mguse au mkanye mtoto wa mwanamke mwenzio. Ugomvi utakaozuka hapo ni kama vita ya tatu ya dunia.